Usisahau kushare, kusubscribe na kulike. Kwa majina naitwa Rebecca Benedicto. Kuhusu maji kwa kweli wakati mwingine mimi nawapongeza, cha kwanza wako vizuri, wananiletea bili yangu kwa wakati, msoma mita anakuja kwa wakati, kati ya tarehe 15 mpaka tarehe 18 anakuja kusoma maji, bili inakuja. Lakini sasa kuna shida moja, sasa hivi sisi hatujui, sijui anasema kuna shida huko kwenye chanzo cha maji. Maji yanatoka mara 2 kwa wiki saa nyingine. Jina yangu ni Marieta Leonard, ni mkazi wa maeneo ya Igogo, Sengerema. Kero kubwa kwa Sengerema hii ni maji. Maji kimekuwa kilio kikubwa kwa wakazi wa Sengerema, hususan ni maeneo ambayo ninaishi mimi ya Igogo. Inapelekea yani mpaka tunakaa wiki 2, wiki 3 hatujapata maji. Tatizo hatuelewi ni nini. Na hapo maji yanakuwa hayatoki, hatuelezi kwamba labda kwa siku kadhaa maji yatakuwa hayatoki. Basi watu mnajikuta mmejipanga kisaikolojia, lakini yani inatokea tu maji yamekata. Ukweli kuhusu huduma ya maji tunayoipata, huduma ya maji tunayoipata kutoka idara ya maji ni nzuri, lakini pia ina changamoto. Changamoto yake ni maji kukatakata sana. Mpaka saa hizi maji tunayapata ni asubuhi tu, kuanzia saa 12, saa 1, mwisho saa 2. Kufikia muda huo maji yanakuwa yamekata na hayapatikani tena. Yaani hata saa hizi ukifungua maji hayapo. Kiukweli hiyo changamoto inatusumbua sana. Mfano unaweza ukaamka asubuhi unahitaji kufua, huduma nyingine au kutumia maji tunashindwa kwa sababu ya maji kukata mara kwa mara. Kwa majina naitwa Christina Deusdedit, natokea Misheni. Katika huduma ya maji mimi naona kuna changamoto sana. Sababu tuna wiki 3 hatuna maji. Nishoti maji yakitoka yanatoka usiku sana, watu tumelala toka saa 10, ikifika saa 12 maji yashakatika. Katika mtaa wetu mabomba yamepasuka sana. Kwa hiyo kusema maji ya kufikia nyumbani, maji yote yanashia chini. Kingine waboresha huduma yao ya maji. Mawakala wa maji watembelee majumbani, waone changamoto ulionayo, mabomba yanakatwa sana. Kwa majina naitwa Edison Katigula Mahega, ni mkazi wa Sengerema, kata ya Tabaruka, mtaa wa Bukala. Kimsingi tunashukuru sana huduma ambazo zinatolewa na SEWASA, kwa maana ya kwamba idara ya maji ya Sengerema wanafanya kazi kubwa kuhakikisha kwamba wananchi tunapata huduma ya maji yaliyo safi na salama kwa kiwango ambacho kadri wanafanya kazi kubwa. Pamoja na mapungufu ambayo yapo, lakini kwa eneo la Sengerema tunaona ni asilimia kubwa maeneo mengi yamefikiwa maji. Tukiangalia miaka ya nyuma kidogo, miaka 2 mitatu, huduma ya maji ilikuwa haifiki maeneo mengi ya vijijini. Ukiangalia maeneo ya Nyampande, Nyasenga, ukisogea maeneo ya Sima, lakini tunaona SEWASA wamepiga kazi kubwa sana ambayo kwa kweli tunashukuru. Wamejitahidi kwa kadri ambavyo maelekezo kutoka katika taasisi za serikali zinapambana kuhakikisha kwamba huduma ya maji inafika maeneo husika na wananchi wanapata huduma ya maji yaliyo safi na salama. Asante mwandishi. Kwa majina naitwa Mhandisi Sadara Sadiki Hamisi. Ni mkurugenzi mtendaji wa mamlaka ya maji mjini Sengerema. Nashukuru mtangazaji. Kwanza ni wafahamishe kwamba hii ni mamlaka ya maji ambayo pia ni taasisi ya serikali, iko kisheria na inatoa huduma za maji. Na kazi kubwa tunayoifanya ni kuhakikisha kwamba tunapeleka maji safi na salama kwa wananchi, lakini pia na kuondosha maji taka katika maeneo yao. Kama ilivyo, hii ni taasisi ambayo inatoa huduma na tunafanya shughuli hizo kuhakikisha kwamba maji yanafikia wananchi, lakini pia ina taratibu na miongozo yake. Shughuli zote zinazofanywa na mamlaka ya maji zinasimamiwa na sheria ya maji ambayo ilifanywa maboresho sheria namba 5 ya mwaka 2019.
na sheria hiyo imeweka wazi pamoja na miongozo mingine. Lakini pia mamlaka za maji ikiwemo ya kwetu zinafanya kazi chini ya usimamizi wa mamlaka inayoitwa EWURA, ambayo ni mamlaka inayoregulate shughuli zote zinazofanywa na taasisi hasa hizi zinazotoa huduma za maji, water utility. Na kwa Sengerema tunafanya kazi vizuri. Wananchi wanapatiwa huduma ya maji kuanzia huko kwenye maeneo yote ambayo tunatoa huduma. Na maeneo tunayotoa huduma tumepewa pia kisheria ambayo yako kwenye GN za serikali, na tumetambulishwa kisheria kwamba tunatakiwa kuyahudumia na yapate huduma ya maji. Huduma inaenda vizuri. Na kwa sasa hivi coverage yetu kwa maeneo ya mjini inakimbilia 95%. Na kwa maeneo ya pembezoni tunakimbilia 78%, imeongezeka. Na hii ni kutokana na miradi ambayo mikubwa sana iliyotekelezwa na serikali, ikiwemo ule mradi wa kata 7 upanuzi wa mtandao wa maji kilomita 73, ambayo imepelekea sasa kwa Sengerema nzima sasa kilomita za mtandao wa bomba zimeongezeka kutoka 378 na sasa hivi ziko kwenye 612. Na kwa maana hiyo wananchi sasa wanapata maji katika maeneo ya jirani. Kama ilivyo sheria, mwananchi anatakiwa apate maji ndani ya mita 400, na ili tuseme ukweli maji maeneo mengi wanapata na connection ipo. Sasa tukija kwenye namna ya huduma jinsi ilivyo, huduma hii inatakiwa kujiendesha. Kwa sababu kuna viendesha hiyo huduma. Tuna umeme ambao unatumika kwenye mitambo ya uzalishaji wa maji, lakini pia tuna madawa ambayo yanaingizwa kwenye maji kwa ajili ya kuyatibu, lakini pia kuna hazard operations cost ambazo zinatakiwa kuwepo ili kuhakikisha kwamba ile huduma inakuwa endelevu na wananchi wanapata maji safi na salama. Sasa zile huduma kimsingi na kwa utaratibu uliopo zinalipiwa bili, na kwa mzunguko wetu sisi tunatoa huduma kwa mzunguko wa siku 30. Tunaanza kutuma bili zetu baada ya kuwasukumia maji wateja wamepata maji kuanzia tarehe 15 mpaka kwenye tarehe 22. Tunasoma dira za maji ambazo zitatuonyesha maji yote tuliyoyapeleka kwa wananchi, na baada ya hapo tunawatumia bili tarehe 23, na hapo wanakuwa na siku 7 za kulipa hizo bili za maji. Lakini pia wamepewa grace period kwamba ndani ya siku 30 sasa anatakiwa hawe amelipa ankara za maji. Na kufanya hivyo kunaifanya mamlaka kuwezesha kuendelea kuhudumia hizi huduma, kuendelea kuzifanya kwa uweledi, lakini pia kwa ufanisi ambao unaotakiwa. Sambamba na hilo, wananchi wapindi wanapopata bili za maji wanatakiwa kulipia bili za maji. Kama tulivyosema, ndo zinasaidia kupeleka hii huduma iendelee kwenda mbele. Wapo changamoto ambapo tunazipata wananchi wengine wachache tu wanaolimbikiza bili. Mimi ni washauri tu kwamba kwa kuwa bei ya maji tunayoiuza na hii ni huduma iko chini ukilinganisha na hali halisi ya uzalishaji wa hiyo maji na kuyasukuma kwa wananchi. Na kwa sababu tunataka maji hii huduma iweze kuwa endelevu, ni bora igharamikiwe kwa kulipiwa hizo bili za maji. Swala la kulipa bili la maji ni swala ambalo ni la kisheria. Ukitumia inabidi ulipe. Na utaratibu huko kama hutalipa bili za maji kwa muda ambao umepangwa. Kama nilivyosema, tuna siku 7 za hiari za kwanza, lakini ndani ya siku 30 kama hujalipa, sheria inatuamuru tunatakiwa tukusitishie huduma ya maji. Na pindi unapositishiwa huduma ya maji, kurejesha huduma ya maji utatakiwa kulipa gharama au penalty fine ya shilingi 15,000. Na hiyo gharama utalipa kwenye control number tofauti na ile ambayo unalipia bill. Ikimaanisha kwamba ule mfumo wetu unaotumika kukusanya na kuchakata hizi bill utapokea control number, na ndio utaweza kuactivate ile disconnection ilikuwa imefanyika kwenye eneo lako. Sasa niseme tu kwamba kwa wananchi huduma yetu inaendelea vizuri, na kwa kipindi hiki cha kiangazi mahitaji ya maji ni makubwa sana. Tunawaomba mlipe ankara za maji kwa wakati, kwa sababu mitambo iliyopo katika maeneo yetu inahitaji kulipiwa umeme, madawa yanatakiwa yalipiwe, mafuta, na kulipa hazard charges ambazo zinakuwa ni operational cost kwa ajili ya kuhakikisha hii huduma inakuwa endelevu. Na nishukuru tu niseme kwamba
changamoto zilikuwepo, lakini pia tunaendelea kuzitatua. Kuna changamoto ambazo za hapa na pale zinakuwepo, mivujo tunatibu kwa wakati, lakini pia breakdown ambazo wakati mwingine zinatokea haziepukiki, tunajitahidi, wananchi wanakuwa wavumilivu na tunatibu na tunaweza kusukuma maji yanaenda kwenye maeneo yale. Kwa Sengerema, kulingana na hali halisi ilivyo, jiografia ya Sengerema ina milima na mabonde. Wapo baadhi ya wananchi pindi inapotokea labda kuna hitilafu za matengenezo yanaendelea au umeme kidogo kumepata changamoto kwenye umeme wenzetu wakati wanaendelea na matengenezo kule, wengine huwa wanaathirika kwa sababu wanaishi maeneo ya milimani. Lakini jitihada tunazifanya kuhakikisha kwamba pindi hali inavyorejea au wanapewa kipaumbele. Na kwa watu wote ambao wanaishi maeneo ya mlimani, tunawasihi pia pindi mnapopata maji na bili zetu mtulipe, kwa sababu maji mnayoyapata mengine yanapita kwenye booster zimesukumwa zaidi ya mara 2 mara 3. Kwa hiyo usipolipa hiyo ankara yako kwa wakati, tunakupata changamoto, kwa sababu usukumaji wa yale maji unahitaji boosters ambazo ili wewe uweze kuyapata kulingana na eneo ulilopo. Na tuendelee tu kuwaomba radhi kwamba pindi ikitokea kuna upungufu hasa kwenye maeneo ya minyanyuko, basi tupeane tu taarifa hii haraka ili sisi tuelekeze nguvu katika eneo hilo. Lakini pia tunawashukuru wananchi, mmeendelea kutunga mkono kutoa taarifa za mivujo. Changamoto ambayo iliyopo ambayo tunakumbana nayo sasa hivi ni changamoto ya wizi wa dira za maji. Kwenye hili ndugu mtangazaji, naomba tu niweke wazi kwamba sheria ya maji ya mwaka 2010 sheria namba 5 imeweka wazi kukamatwa na kuingiliwa katika miundombinu ya maji, aidha umechepusha maji, umeingilia miundombinu kwa kuvunja bomba, umechoma bomba au umeng'oa ile mita, ni kosa la kisheria na ni jinai, na penalty zake ni kubwa, kuanzia miaka 3 mpaka miaka 6 kifungo, au kulipa faini kuanzia 500,000 mpaka milioni 50 kwa kila kosa. Na makosa hayo yako yanaenda sambamba kabisa. Kosa hilo ukiingilia tu miundombinu ni kosa namba 1, lakini pia yale maji utakayochukua ni kosa namba 2. Kwa hiyo faini peke yake zinaweza zikalenga mpaka kwenye milioni 100. Na hii ni sheria ambayo ilipitishwa na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ajili ya kuhakikisha inalinda hii miundombinu ambayo ni muhimu sana kwa maisha ya binadamu. Maji ni uhai, tunatakiwa tutunze miundombinu ya maji. Tunatakiwa tulipe bili. Tunatakiwa tuwe wazalendo wa kuhakikisha kwamba miundombinu hiyo haiharibiwi kwa namna yoyote ile. Janga ambalo linaendelea kwa sasa hivi tunaendelea kushughulika nalo ni kuitazalisha jamii, hasa hii wizi wa mita. Imekumba sana mamlaka za maji nchi hii na linaonekana kuwa sugu, lakini pia tunatafuta mbadala wa haraka kuhakikisha kwamba ili linasoviwa. Na njia ambayo tumeiona kabisa itakuwa sahihi ni kuishirikisha jamii. Tuishirikishe jamii, lakini pia wananchi kwenye maeneo yote na wale ambao wote wameathirika na tatizo hili. Inavyoelekea watu wanang'oa zile mita zetu, wanazipeleka kuuza vyuma chakavu. Taratibu zinaendelea na tutaendelea kuchukua hatua, na pindi tutakapowabaini wote sheria itawahusu, lazima tuwapeleke kwenye sheria waweze kushughulikiwa kwa mujibu wa sheria. Lakini pia ni watahadharishe wananchi, tuendelee pia kulinda miundombinu yetu. Dira za maji ni muhimu sana kukaa katika maeneo ambayo ni salama, lakini pia ushirikishwaji wa jamii, viongozi kwenye jamii waendelee kutuunga mkono kwenye viti wa mitaa, zile polisi jamii waendelee kutuunga mkono na kuhakikisha kwamba tunashirikiana na wananchi kulinda hizi dira za maji, ili wananchi sasa waendelee kufurahia huduma ya maji inayopatikana mjini Sengerema. Mteja asione kama anachokilipa ni sahihi. Ndugu mtangazaji, hili limekaa katika sura 2. Kwanza niseme kwa utaratibu uliopo, sisi tunafanya billing kwa kutumia mfumo ambao unaitwa Magis. Na ni kweli panaweza pakatokea changamoto, labda msoma mita ameenda kwenye eneo akakosea kusoma mita. Lakini kwa taratibu na teknolojia iliyopo sasa hivi, kwanza zile mita zikifika wanasoma kwa bipolar, wanapiga picha. Wanapiga picha ile mita na takwimu namba inayosomeka kwenye picha ndio namba inayoingizwa kwenye ule mfumo wetu. Kwa hiyo ikitokea kuna makosa, kwanza pindi ile akiingiza tu ule usomaji, kuna message anaipata mteja wetu
au mwananchi ambaye amesomewa dira yake. Ile dira, message ya kwanza huwa sio ya gharama. Message ya kwanza ni ya kufanya wewe uconfirm, yani udhibitishe kama huo usomaji ulioko hapo waliosoma huko sahihi au sio sahihi. Kwa hiyo hatua ya kwanza, ukipata usomaji upare unaweza ukasema, na ukipiga kwenye namba iliyowekwa pale there is no charges. Unaweza kupiga kwenye namba ya huduma kwa wateja ya kwetu, au ukapiga kwa namba ya msomamita, pia huwa inakuja hapo hapo kwenye huo ujumbe. Yani pale anaposoma namba ya msomamita ina display kwamba mfahamishe kama unahakiki huu usomaji, kama kuna changamoto mpigie msomamita. Na mkiwasiliana naye pale mna reconcile, anarudi anasoma. Na mara nyingi tumekuwa tukifanya hivyo. Sasa hizi bili ambazo wengine wanasema bili zimekuwa kubwa ni kutokana wakati mwingine kwa sababu mfumo unachukua cumulative. Unawezekana mwezi huu umetumia maji ya shilingi 5,000, 6,000, 10,000 lakini ukawa hujalipa. Na bahati mbaya ikivuka usomaji ukaanza usomaji mwingine, ile ambayo ukulipa siku tunakutumia bili inavuta pia ya nyuma. Kwa hiyo utaiona bili inayokuja inasema, na mara nyingi watu wanasema kwamba kuna deni lilikuwepo labda 10,000, sasa hivi umetumia shilingi 7,000, kwa hiyo jumla unadaiwa shilingi 17,000, unatakiwa ulipe kwa muda ambao ni muafaka. Niseme tu kwamba kwa maeneo mengi sana ya Sengerema hatuna ile changamoto ya watu kubambikwa bili, na hatuna utaratibu huo, na hatuiruhusu kwa sababu kisheria ni kinyume. Atubambiki ikitokea changamoto kwenye mfumo, wamesoma vibaya, labda kwa bahati mbaya mtu ameingiza, baada ya kuingiza 3 akaingiza 5, ile ni human error, na inaruhusiwa wewe sasa kuweza kureact kutumia hiyo message ambayo amekupitia, tukafanya marekebisho. Na hizo sio nyingi kwa hapa. Kwa hiyo kwa sababu matumizi yetu, na ukiangalia kwa hali ya sasa hivi bado matumizi ni ya kawaida. Yani tunakuwa na matumizi tu ya kawaida kwa domestic. Kwa wale ambao ni taasisi kubwa kubwa na wale wafanyabiashara, lakini pia mita zao zinafuatiliwa sana kwa karibu zaidi kuhakikisha kwamba usomaji unakuwa uko sahihi. Mtangazaji, usisahau kushare, kusubscribe na kulike.